DW. Maoni. Karibu mpenzi wa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle popote ulipo katika makala hii ya maoni kwenye meza ya duara. Dunia inaomboleza kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis. Aliaga dunia Jumatatu ya Pasaka tarehe 21 Aprili mwaka huu 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Katika tangazo rasmi la kifo hicho, Kardinali Kevin Joseph Farrell alimuelezea hayati Francis raia wa Argentina ambaye jina lake la awali ni Jorge Mario Bergoglio kama mfano halisi wa mtume wa Yesu ambaye maisha yake yaliakisi ujasiri na upendo usio na mipaka hasa kwa masikini na makundi mengine ya wanyonge. Salamu za rambirambi zilimiminika kutoka kote duniani kwa viongozi wenye mirengo tofauti ya kisiasa na kutoka makundi tofauti ya kidini. Nikitaja mifano tu, Rais wa Urusi Vladimir Putin alimtaja hayati Francis kama msimamizi wa maadili ya utu na haki, huku Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye nchi yake imevamiwa na Urusi akisema Papa Francis alijua jinsi ya kuwapa matumaini watu wanaoonewa. Rais wa Israel Isaac Herzog alimsifu Papa Francis kama mtu aliyekuwa na huruma isiyo na ukomo, huku chama cha Hamas, hasimu mkubwa wa Israel, kikimshukuru hayati Papa Francis kwa kukemea maovu yanayotendwa dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza na mara zote ambaye ameonyesha mshikamano na Wapalestina. Hayo ni mifano michache tu. Kwa ujumla lakini, Papa Francis atakumbukwa kama kiongozi mwenye msimamo usioyumba katika kutetea haki katika jamii, mazungumzo baina ya makundi ya kidini na mtetezi wa maskini na watu wanaokandamizwa. Urathi wake huo ndio mada kuu kwenye meza ya mjadala hii leo, ambamo nimewaalika watumishi katika kanisa Katoliki wanaojua fika mambo haya, na ninawatambulisha nikianza na Sister Moses Inyasi Silayo kutoka shirika la masista wa Bibi Yetu wa Kilimanjaro, kwa kifupi CNDK, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge kule Moshi, kaskazini mwa Tanzania. Sister, nakukaribisha sana katika mjadala huu. Nashukuru sana kaka, nashukuru mno. Na naifuata ni Padre Innocent Miku Malia kutoka misheni ya Damu Takatifu ya Yesu. Yeye yuko mjini Roma, Italia. Padre Innocent, karibu sana. Asante sana. Mshiriki mwingine kutoka Tanzania ni Padre Shesko Msaga. Yeye ni naibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Anaungana nasi kutoka Kurasini, ni kule jijini Dar es Salaam. Karibu sana Padre Shesko. Asante, nashukuru kwa kunikaribisha. Na kisha kutoka mjini Kinshasa anaungana nasi Padre Songa Mweni Musimbi Valente ambaye anatoka katika Diocese ya Kasongo, jimboni Maniema. Padre Songa, karibu sana. Tunashukuru, asante sana. Na mwenyekiti wa mjadala huu ni mimi Daniel Gakuba, nikiwa studioni hapa mjini Bonn. Nianze na wewe Padre Innocent ukiwa mjini Vatican. Kifo cha Papa Francis kimepokelewaje hapo mjini na ni yapi yanazungumzwa? Kifo hiki kimepokelewa kweli kwa mshtuko mkubwa, kwa sababu ya matarajio makubwa ambayo yalikuwa mbele yake, ya kuendelea kuona huyu baba akiendelea kufanya kazi katika kanisa, hasa kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya na kuleta mabadiliko katika ulimwengu. Kwa hiyo baada ya kutangaza kifo chake ile Jumatatu ya Pasaka asubuhi, kulikuwepo na mshtuko mkubwa, na basi watu mbalimbali walianza kujiuliza hali hiyo ilivyotokea, na vyombo vyote vya habari karibu vyote katika TV, redio zote za Italia tangu afariki mpaka leo wanaelezea kuhusu huyu baba mtakatifu, na wengi wanatiririka maelfu na maelfu kwenda mjini Vatikani kwa ajili ya kusali, lakini zaidi kwa siku hizi za karibuni kwenda kumuaga. Jana mpaka usiku wa manane watu wamejaa katika piazza kwa ajili ya kwenda kumuaga baba mtakatifu.
Asante sana. Bila shaka sio vyombo vya habari vya Italia peke yake, hata hapa tulipo na kwingine kote duniani, taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari ni kifo cha Papa Francis. Nimeanza na wewe kwa sababu uko hapo mahali pa tukio, lakini sasa nisikilize kutoka kwa Sister Moses Inyasi Silayo kutoka kule kaskazini mwa Tanzania. Bila shaka Papa Francis alikuwa ni mtu maarufu ambaye anajulikana sana katika eneo hilo. Watu wamepokeaje kifo chake katika hayo maeneo hasa ya vijijini kule kaskazini mwa Tanzania? Kweli kuendana na maisha ya Papa Tanzania nzima, lakini zaidi kwa Moshi, kwa sababu ndio eneo nilipo, imekuwa ni simanzi na majonzi kila kona, kwa sababu tu kila mmoja alimhitaji bado Papa, jinsi ambavyo alikuwa kitenda kazi sasa gusa roho na moyo wa kila mmoja, kwa watoto, sio vijana, na mama, sio wazee, kila mmoja kwa namna yake. Kwa hiyo yani simanzi imepanda, na kila ukitoka unasikia pole kwa msiba, pole kwa msiba. Kwa hiyo kwa kweli ni simanzi kwa kanisa. Bila shaka majibu kutoka kwa washiriki wote yatakuwa yanarandana, yanafanana hivyo, lakini nikuulize Padri Cesco, unadhani ni kwa sababu gani kifo cha Papa, pamoja na kwamba cheo chake ni kikubwa na ni mtu maarufu, lakini unadhani ni kwa nini kumekuwa na hii hisia ya huzuni katika maeneo yote bila kujali mipaka ya mataifa pamoja pengine na tofauti za kidini? Baba Mtakatifu huyu katika maisha yake amewagusa wengi sana, hasa kutokana na unyenyekevu wake, kutokana na kupenda haki, kutokana na kuwahurumia hususan wale watu ambao wako katika mazingira magumu. Tumeona salamu mbalimbali ambazo zimetolewa na watu kutoka maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine wanakandamizwa. Tumezungumzia watu wa Ukraine, tumezungumzia watu wa Palestina. Yeye amekuwa mstari wa mbele sana kuwatetea watu wote ambao wanakandamizwa kwa namna moja au nyingine. Amekuwa akiwatetea wakimbizi, akisema hawa ni watu ambao wanakimbia mazingira yenye changamoto katika nchi zao, tuwapokee. Na natambua hata baadhi ya maeneo ya Vatican au maeneo ya kanisa huko nchini Italia aliagiza yatolewe kwa ajili ya kuwahifadhi wakimbizi ambao wanatoka nchi mbalimbali. Amekuwa akikemea aina zote za ukandamizaji katika dunia hii. Amekuwa akizungumza bila woga kukemea vitendo vya namna hiyo. Amekuwa ni mtu ambaye akitetea haki za watoto, na hilo kwa kweli amekemea sana vitendo vyovyote vile vya udhalilishaji vinavyofanywa na mtu yoyote au na jamii yoyote dhidi ya watoto. Na kwa upande wa kanisa amekuwa mkali sana, hata kuhakikisha kwamba baadhi ya viongozi, hata viongozi wa juu, wamewajibishwa pale ambapo inaonekana kana kwamba walikuwa wana vitendo vya udhalilishaji au ukandamizaji wa haki za watoto au haki za mtu yoyote yule katika jamii. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yamepelekea watu wengi kuguswa naye, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye huruma, mtu aliyekuwa karibu sana na watu, mtu aliyekuwa anahangaika pamoja na jamii. Shukrani sana. Bila shaka nikielekea kwa Padri Song ambaye yuko kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo ni miongoni mwa nchi za mwisho kutembelewa na Papa Francis, hasa barani Afrika. Na bila shaka alikuwa na mahusiano na watu wengi kutoka kanisa Katoliki ambalo lina wafuasi wengi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongo wanazungumziaje pengo ambalo limeachwa na kifo cha Baba Mtakatifu? Katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kifo ya Papa Francesco ilitupatia huzuni mingi sana, na zaidi pia ilikuwa alama ya shukrani kwa Wakongomani, sababu hayati Mtakatifu Baba Francisco alishughulikia Kongo sana. Wakati yoyote kulikuwa matatizo, wakati yoyote watu walikufa, walichinjwa kama nyama Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, kila mara nafasi ya Baba Mtakatifu alitoa ujumbe ya kusema anataka amani Kongo. Na wakati alikuja mwaka wa 1223 alifika katika mji wa Kinshasa, ilikuwa shangwe kuu, watu walimpokea na furaha, na ujumbe wake ulileta matumaini, kwa sababu walisema Kongo haiko nafasi ya kuporewa. Kongo inapaswa kuishi katika hali ya amani,
Kongo inapasha kuheshimiwa katika mipaka yake yote. Yaani Baba Mtakatifu Francisco alipenda Kongo sana, na Wakongomani wote wanaomboleza, wanamulia wakimkumbuka katika uwema na upendo wake na utetezi kwa ajili ya usalama ya Kongo. Kanisa nzima la Kikatolika, na haiko hata watu wa Katolika tu, hata shirika na makanisa mengine mbalimbali walikumbuka upendo ya Baba Mtakatifu, na wanashukuru kwa yote aliyoitendea na utetezi wake kwa ajili ya Kongo. Padre Songa, umezungumzia hapo ujumbe wa matumaini, unyenyekevu pamoja na mabadiliko mengine ni vitu ambavyo alivisimamia Papa Francis. Lakini tuangalie hapa upande wa mabadiliko. Alipokuwa kardinali na akizungumza kabla ya baraza maalum la makardinali wenzake mwaka 2013 wakati wakiitwa Bergoglio, alitoa hotuba ya kihistoria ambapo alihimiza uhuru zaidi wa kutoa maoni ndani ya kanisa Katoliki na kuongeza kuwa kanisa linapaswa kujumuika zaidi na dunia na kuacha kuzunguka kwenye muhimili wake. Sasa ni kwa kiasi gani, nikianza na wewe sister, ameweza kuyatekeleza hayo mageuzi aliyoyapigia debe hasa katika maisha ya kila siku ya kanisa? Kweli kabisa, baadhi ya mambo ambayo Papa Francis aliyapigania sana kuona kwamba pengine yangeunganisha ulimwengu. Mfano mzuri tu ni kama kuanzisha siku ya vijana. Papa Francis mara nyingi alikuwa akitia moyo vijana kwamba wasikate tamaa. Kama tunavyojua, vijana mara nyingi wanakata tamaa kulingana na mawasiliano, hivi vyombo vya habari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Papa Francis alianzisha siku ya vijana duniani ambayo inakumbuka sana na vijana ambao tunaita World Youth Day. Kwa kawaida ilianzishwa na Papa Yohane Paulo wa pili. Lakini Papa Francis aliipa nguvu mpya kwa kutimiza hili kwa kuwasiliana moja kwa moja na vijana na kuhakikisha kwamba vijana hawa kwa namna moja au nyingine wanakutana, hivyo kushirikishana mawazo na vitu kama hivyo. Lakini zaidi ya hiyo, Papa Francis alianzisha sinodi, ambayo sinodi hii kwa kweli imekuwa ni mwamko mpya kwa kanisa. Sasa tukiangalia mfano hata Moshi, na sinodi ya jimbo Katoliki la Moshi. Kwa hiyo yeye alianzisha sinodi hii ili watu wengi waweze kuhusishwa zaidi, wakiwemo vijana, wanawake na hata watu wa kawaida, ili waweze tu kujadili mustakabali wa kanisa, namna ya kushiriki katika kanisa. Kwa hiyo sinodi hii inaunganisha watu wote na ni kila mmoja ana haki ya kuweza kutoa mawazo ili tu kuendelea kuliimarisha kanisa takatifu Katoliki. Lakini pia Baba Francis alianzisha kongamano linaloitwa Economy of Francesco, kongamano la kiuchumi ambalo liliwaleta pia vijana kwa pamoja. Na unaona kwa jinsi gani Baba Mtakatifu alikuwa na malengo haya ili kuwaweka vijana kwa pamoja ili waweze pia kuona ni kwa namna gani wanaweza kuyabadili maisha yao kwa nyakati za baadaye. Lakini sio hilo tu, amezungumza mengi na hasa kuhusiana hata na watawa. Amekuwa akizungumza kwa uzito sana kuhusiana na nafasi ya watawa katika kanisa, hasa watawa wanawake. Pamoja aliwahi kusema hivi, watawa ni moyo unaodunda kanisa takatifu Katoliki. Kwa nini? Kwa sababu ni chanzo cha uhai wa kiroho katika kanisa. Asante sana Padre Innocent Miku Malia. Bila shaka hapo Sister Moses amezungumzia majukwaa ambayo Papa aliyaunda au kuyaendeleza, majukwaa ya mjadala. Lakini katika hotuba yake hii ya mwaka 2013 alizungumzia watu kuzungumza kwa uhuru na kuondokana na tabia, kama mtu anaweza kusema hivyo, za hapo nyuma ambapo ilisemekana kwamba mijadala ndani ya kanisa ilifuata miongozo ambayo imewekwa na watu hawakuwa na ule uhuru wa kuja pembeni na kuleta mawazo mapya. Je, katika vikao vya makardinali huko Roma, katika wakati wake wa uongozi, huo uhuru umeonekana dhahiri? Ni kweli Baba Mtakatifu alileta hiyo mabadiliko katika kanisa au reform katika chechi ya utawala, hasa alipogusa katika Kuria Romana.
ambapo hapo ndipo uliposema kuondokana na ule utaratibu wa kuweka mambo yanabaki katika siri. Yeye aliweka katika uwazi na kuondokana na tamaduni zile ambazo za kukumbatia tu sheria. Na hili kwa kweli lilimpa nafasi kubwa ya hata vyombo vingi vya habari vikawa vinamkimbilia. Na kama unavyojua, hata mara nyingi alikuwa yuko huru kuulizwa na wanahabari sehemu yoyote alipo, badala ya kufata zile taratibu labda kupitia hawa na mpaka mwishoni atoe taarifa. Kwa hiyo hili ni sehemu mojawapo ambayo ilifungua milango. Kwa hiyo makardinali ambao walikuwa chini yake, manake hiyo hali ilikuwa lazima iwezekane, kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kuitolea maelezo na kutoka moja kwa moja katika maisha yale ya kawaida. Haikuwa imezoeleka kuonana na Baba Mtakatifu akikaa mahali akiongea moja kwa moja bila kupitia wawakilishi wake. Kwa hiyo hali hii iliwafanya watu wakawa rahisi kumuuliza maswali moja kwa moja na akajibu moja kwa moja. Na pia alisisitiza kwamba kanisa ni lazima litoke. Kanisa ni la watu. Na kanisa hilo alisema mchungaji ni lazima anukie harufu ya kondoo. Kwa hiyo usemi wake maarufu ni kwamba yeye mchungaji, kwa hiyo ananukia harufu ya wale wanaowachunga. Kwa hiyo tusisubiri watu waje kanisani, ila sisi tuende kwa watu, na ndicho alichokifanya. Kauli nzuri kabisa kwamba mchungaji anukie harufu ya kondoo. Padre Chesko Msaga, wewe ni naibu katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki huko Tanzania. Bila shaka unayaona wanayozungumza maaskofu ambao ni wachungaji wakuu katika eneo hilo. Je, wito huu wa Papa umewafikia wachungaji wa karibu na kondoo kiasi cha kuweza kunukia harufu ya kondoo hao? Ni kweli kabisa, wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza waliyosema ni sahihi. Tukumbuke kwamba mwaka ili kufikia hiyo azma ya kuhakikisha kwamba au ya kuona kwamba kanisa hili linawafikia wale kila mmoja na linamfanya kila mmoja aweze kutoa maoni yake. Tukumbuke kwamba mwaka 2022 Papa alizindua sinodi ile ya maaskofu, sinodi ya 16 ya maaskofu, ambapo kauli mbiu ilikuwa ni ushiriki na umisionari ama utume. Na lengo msingi wa sinodi hii ilikuwa ni kuwafanya watu wote wa Mungu waweze kutoa maoni yao kuhusiana na jinsi gani ambavyo wangependa kanisa lao liweze kuwajumuisha katika mambo mbalimbali, katika utume, katika utendaji wa shughuli mbalimbali. Na tuliona maagizo yalitoka kwa Baba Mtakatifu mwenyewe kwamba na madodoso yalitolewa, na hayo madodoso Baba Mtakatifu aliagiza kwamba yaende mpaka kwenye familia, kwenye jumuiya ndogo ndogo, watu waanze kujadiliana kwamba je, wanalionaje kanisa? Wangetaka kanisa liwe la namna gani? Je, wanaridhika na utendaji wa mapadri, watawa, maaskofu ndani ya kanisa? Kwa hiyo haya mambo yote yalikuwa yanaonyesha ni kwa namna gani Baba Mtakatifu alikuwa anataka ili kanisa lishuke chini, yaani masuala ya maamuzi yasibakie kwa watu wachache na watu wengi wanabakia watekelezaji. Kwa hiyo Synod on Synodality ambayo ilianza mwaka 2022 na ikahitimishwa Oktoba 2024, lengo lake lilikuwa ni hilo, hamu yake Baba Mtakatifu kuona kwamba watu wote ndani ya kanisa wanajisikia kwamba ni wanakanisa, kila mmoja anao uhuru na haki ya kutoa maoni yake ya jinsi ambavyo angependa kanisa liwe ili liweze kumpa huduma nzuri zaidi, na ili hilo kanisa basi limsaidie huyu mtu kufika mbinguni, kwa sababu lengo msingi la kanisa ni kuwasaidia watu kumtambua Mungu wa kweli, kumtumikia Mungu wa kweli, na hatimaye tutakapomaliza safari yetu hapa duniani basi tuweze kwenda kukutana na Muumba wetu. Kwa hiyo Papa yeye alifanya hilo kwa vitendo, kwa sababu mara nyingi alikutana na watu na alizungumza nao moja kwa moja, alijibu maswali ya watu moja kwa moja, na alipenda sana kuwa kati ya watu, na tumeona hili amelifanya mpaka Jumapili ile ya Pasaka, pamoja na mazingira magumu aliyokuwa nayo ya afya, lakini bado alitoka akawaendea watu wake aliyowapenda na aliyowapenda upeo. Bila shaka mtu anapokuwa na mageuzi au kazi nyingi, kuna ambazo zina wavutia makundi
tofauti ya watu, lakini pia kuna mengine ambayo hayawi na mvuto mkubwa. Kuna mapendekezo ya mabadiliko ambayo Papa Francis alijaribu kuyaleta katika kanisa, lakini haikupokelewa kwa mikono miwili. Mfano ni ule waraka uliojulikana kama Fiducia Supplicans, na maana yake nadhani kwa Kiswahili unaweza kusema kwamba ni imani na sala za kunyenyekea. Bila shaka waraka huo ambao yeye pia aliusaini ulikuwa unahusu kuwapa baraka watu wa ndoa za jinsia moja, kitu ambacho kinaleta utata katika maeneo ya Afrika, na hilo lilikataliwa kabisa moja kwa moja kata na maaskofu wote katika bara la Afrika. Pengine nikibaki na wewe Chesko Msaga, ni kwa nini maaskofu wa Afrika walikataa hapa kukubaliana na kiongozi mkuu wa kanisa? Ni kwamba ule waraka kwa namna moja au nyingine, kwa sisi ambao tuko Afrika na tuna desturi zetu na maadili yetu, kidogo kulikuwa kuna ugumu wa kuelewa, na ndio maana maaskofu wetu wa kikanda, kwa mfano kanda ya AMESEA, lakini pia SECAM, walitoa msimamo wa pamoja kwamba pamoja na kwamba Baba Mtakatifu ametoa huo waraka, lakini tutambue kwamba sisi kama Waafrika hilo ni mapema mno kulipokea, na jinsi lilivyo itakuwa ngumu, kwa sababu pia katika waraka ilikuwa imesema kwamba makasisi wanaweza wakawabariki watu, lakini hizo baraka zisiwe katika utaratibu wa kawaida wa baraka. Kasisi asiwe katika mavazi ya kikasisi, awe katika mavazi tu ya kawaida, na hiyo baraka sasa ilionekana kidogo ni jambo ambalo linahitajika kufanyiwa katekesi. Na kwa sababu sisi hilo ni jambo ambalo kidogo kwa desturi zetu za Kiafrika, mahusiano ya jinsia moja kwanza ni haramu katika hali ya kawaida, na hakuna jamii ya Kiafrika ambayo inakipokea hicho kitu au inaipokea hiyo hali. Kwa hiyo ilileta ukakasi, japo wengine wa Ulaya na Amerika waliona ni kitu cha kawaida sana, lakini kwetu sisi ni kitu ambacho kilikuwa ni kigumu, kwa sababu kadiri ya desturi zetu, kadiri ya mila zetu, kidogo ni kitu ambacho kilikuwa kinakwenda kinyume. Bila shaka hata yeye alikuwa anazingatia hali halisi pengine ambayo haiko Afrika, lakini iko katika ulimwengu wa nje ya Afrika. Padre Songa Mweni Musimbi Valente, bila shaka nakumbuka kardinali kutoka hapo Kinshasa ndiye alisimamia maaskofu wengine wa Afrika kulipinga hilo waziwazi. Uamuzi wa Papa kuhusu waraka huo uliathiri vipi haiba yake ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndiyo, tunashukuru sana, na kama vile padri anatoka mkueleza, Waafrika tuna hali yetu ya kuishi, desturi zetu, na hali hiyo haikukubaliwa kwa haraka au haikukubaliwa waziwazi na Waafrika, sababu inaenda mbalimbali na desturi zetu. Ndiyo Baba Mtakatifu alionyesha huruma kwa watu wote, na wakati walimuuliza katika maswali mbalimbali, alisema yeye hakukuwa na uwezo wa kuwahukumu, sababu Mungu anawapenda watu wote. Ndiyo, ile ni mahitaji ya watu wote waokoke, lakini mila ya Afrika haikubaliwe hivyo. Na ndio maana wakati Injili inatufikia katika maisha yetu ya kila siku, inatukuta vile vile katika hali na desturi za kwetu. Na ndio maana Baba Kardinali Ambongo alipoona mila ya Afrika na kuona ujumbe wa Papa italeta shida zaidi, inaweza kuleta wasiwasi mingi na vikwazo mingi katika imani ya wana wa Afrika, walitoa sauti moja, maaskofu wetu wa Afrika, na yeye kama vile mjumbe wao alienda kumuona yaati Papa Francisco na kumweleza ya kama ujumbe ile una shida katika Afrika. Ndiyo, tunapaswa kumtumainia Mungu, na wakati tunapokea Injili ya Mungu inatuongoza vile vile tuendelee kubeba hali yetu ya kuishi ikiangaziwa na Injili, na wakati inaleta shida kati ya mila zetu na hali yetu ya kuishi, iliomba vile vile kumsikilizisha Baba Mtakatifu kama ile ni shida. Na nikizani ujumbe wa Kardinali Ambongo ulikuwa wa halali sana, na ilibeba sauti yote wana wa Afrika
ili hali ile tukiombea wa ndugu wetu wamkute Mungu, wamjue Mungu na waongoke, iwasaidie vile vile kutoendelea kuwaonesha kama hali wanaishi kwayo ni sawasawa na hali ya kawaida ya dunia, na zaidi kwa wana wa Afrika. Asante sana. Nikumbushe wasikilizaji kwamba Papa Francis hakuwa na kinyongo na huu msimamo wa viongozi wa kidini wa Kiafrika, bali alisema kwamba anawaelewa. Bila shaka huo pia ni alama nyingine ya unyenyekevu wake. Sambamba na alama hii kuu ya unyenyekevu wa Papa Francis, alitaka kanisa Katoliki kurejea katika utambulisho wake wa kijadi na kuwa karibu na wanyonge na maskini zaidi. Sasa ni kuulize Sister Moses, huku kulitaka kanisa kuwa karibu na wanyonge, kuwa karibu na masikini, unaweza kuliona kanisa Katoliki aliloliongoza Papa Francis kwamba linajipambanua na makanisa mengine katika kuwakaribia hawa watu wanyonge wanaohitaji huruma na msaada? Ndio kakaangu, niseme kwa jumla kwa mtakatifu alisisitiza sana na alikuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba hasa wale ambao wamewekwa pembezoni wanasaidiwa au wanapata ule upendo, kama ambavyo ilikuwa ndio lengo lake Baba Mtakatifu, kuwaleta watu pamoja, hasa kwa kuangalia maskini. Sasa tukirudi kwenye kanisa Katoliki, tunaona juhudi nyingi katika kanisa zinafanywa na kama Papa anavyosisitiza na kama nilivyowahi kusema kwenye masuala mazima ya sinodi, haya ndio mambo ambayo yanawaleta watu kwa pamoja. Ni huko katika kutembeleana, huko ndiko kunako tuleta kwa pamoja. Kwa hiyo kanisa Katoliki kwa namna moja au nyingine, pamoja na kuwa na hili suala zima la sinodi, pamoja na mambo mengine yanayohimizwa hasa katika kusaidiana, tunakuja pia suala la jumuiya ndogo ndogo. Ni katika pia jumuiya ndogo ndogo uhitaji huu wa watu tunaweza kufikiwa kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo niseme kanisa Katoliki linajitahidi kwa nguvu zake, pia viongozi wa kanisa bila kujali, lakini pia kujitia mtu mmoja mmoja kuhakikisha wale ambao wamewekwa pembezoni wanapata haki zao za msingi. Ndicho ambacho kitu kinachopigiwa debe sasa hivi kwa ulimwengu wetu wa sasa, kuna kwamba kila mtu ana haki ya kupata kila anachostahili kama mwanadamu. Tukigeukia mada nyingine, alipokuwa ziarani katika Umoja wa Falme za Kiarabu mwezi Februari mwaka 2019, alisema, na hapa namnukuu, hakuna njia mbadala, ama tutajenga mustakabali wa dunia pamoja au dunia haina mustakabali. Mungu yu pamoja na wanaotaka amani. Bila shaka hakuna ubaya katika kauli hii, lakini juhudi zake za kujenga madaraja baina ya dini tofauti duniani, kama vile kati ya Wakristo na Wayahudi na kati ya Wakristo na Waislamu, zilipingwa na baadhi ya viongozi wenzake. Naweza nikatoa mifano, wapo kina Kardinali Raymond Burke, wapo kina Kardinali Gerhard Müller wa hapa Ujerumani. Walipinga hilo kwa hoja kwamba itaondoa yale maadili ya msingi ya kanisa Katoliki. Je, urithi wa huu mtazamo wake wa kutaka kujenga madaraja baina ya imani tofauti duniani ukoje kwa leo hii? Nianze na wewe Padre Chesco. Kanisa kwa miaka mingi limekuwa likisisitiza hasa mazungumzano kati ya madhehebu mbalimbali, na tukumbuke kwamba huko nyuma kanisa lilikuwa likifundisha kwamba nje ya kanisa hakuna wokovu, lakini kadiri teolojia ilivyozidi kupata uelewa mpana zaidi, wanateolojia walivyozidi kupata upana zaidi, tulifika tukasema ni kweli kanisa Katoliki ndilo lenye ukweli wote, na makanisa mengine au wengine dini nyingine pia na zenyewe zina ukweli, na vile vile kwamba Mungu yeye hafungwi na upande mmoja tu ili kumkomboa mwanadamu. Kuna wengine wanakombolewa kwa sababu ya imani yao, pengine kutofahamu kwao ukweli, lakini wanaishi vyema. Kwa hiyo Mungu atawafikiria kadiri alivyo. Tunachotaka kuzungumza ni hivi, kwamba kama mtu ndani ya nafsi yake anaamini kwamba kile anachokiamini ni cha kweli na anaishi vyema na jirani yake,
na anamwabudu Mungu wake na anamtumikia Mungu wake vizuri, basi anaamini kwamba ni njia ambayo itaweza kumpeleka ambako sote tunatamani. Sababu Mwenyezi Mungu alituumba binadamu wote, akatuweka duniani ili tumjue, tumpende, tumtumikie, hatimaye tuweze kufika kwake mbinguni. Inawezekana kwamba watu wengine sio kwa sababu ya hiari yao, sio kwa sababu ya makusudi yao, hawajamfahamu Kristo Yesu na pengine habari njema hiyo ya Kristo haijawafikia, lakini wana namna nyingine ya kumwabudu Mungu wao na kumtumikia Mungu wao. Basi huyo Mungu wetu ambaye ni Mungu mwenye huruma anayo namna ya kuweza kuwapokea katika makao yake ya milele pamoja na watakatifu wake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alichotaka kuonyesha kwamba kila mmoja kadiri ya dhamiri yake, jinsi inavyomuongoza, kama anaamini kwamba njia aliyoishika toka mwanzo ndio njia sahihi ya kumpeleka katika uzima, basi aishikilie hiyo njia na imsaidie hiyo njia yeye kwanza kuishi na binadamu wenzake vizuri, lakini vile vile imsaidie kuishi kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hiyo itamsaidia huyu mtu kuweza hatimaye kumfikia Mungu wa kweli na kumtumikia Mungu wa kweli, na siku moja kufurahi pamoja na huyo Mungu aliyemtamani daima katika maisha yake. Asante sana. Muda kidogo unaanza kututupa mkono, lakini niangalie kitu kingine ambacho Papa alijaribu kurekebisha au kufanyia mageuzi uongozi wa kanisa. Mwishoni mwa uongozi wake aliweza kuwateua masista wawili kuchukua nyadhifa katika kile ambacho unaweza kukiita kama baraza la mawaziri la uongozi wa kanisa au kuria, na nyadhifa hizo siku za nyuma zote zilikuwa zinashikiliwa na wanaume. Padri Innocent, je, hayo ni mabadiliko ambayo unatarajia kwamba yataendelea na kupanuka zaidi? Kwa kweli mabadiliko hayo yalipokelewa pia kwa mshtuko, hasa kwa wale ambao wanashikilia tamaduni za tangu mwanzo. Lakini kwa upande mkubwa yeye aliposema, ukiangalia katika kanisa wanawake wanakuwa ndio wengi kuliko wanaume, tuseme katika ushiriki wa mambo mengi, hasa kwa kanisa. Hata huku maparokiani ukiangalia idadi kubwa ya wanaoshiriki kwa karibu na wanawake. Kwa hiyo lengo kubwa la Papa kuweza kuingiza hata katika secretariat ya Vatican hao watawa wanawake pia ni kuonyesha kwamba hao pia wanaweza wakawa na mchango mkubwa. Sasa nirudi kwa upande wa wewe ulipouliza jambo hili litaendelea. Kadiri ya utaratibu wa kanisa inategemea pia na yule ambaye atachukua nafasi hii. Lakini kwa jambo zuri ambalo tayari amelianzisha, manaki atakayechukua inabidi atafuata katika upande ule aliyefuata mtangulizi wake. Lakini haiondoi pia hali ya huyo atakayechukua kadiri ya mtazamo wake, kwa sababu hata hivi karibuni katika mapapa watatu waliopita tunaona tofauti. Alipokuwa Yohani Paulo wa pili, yeye kama mtu wa mambo ya pasto, familia na nini yote hayo, akaja Baba Mtakatifu Benedikto ambaye yeye ni mambo ya kushika taratibu na sheria na nini, alafu ndio amekuja huyu Baba Mtakatifu Francisco ambaye yeye ni baba wa wote, kushuka chini kwa wote. Kwa hiyo ile misingi ipo, lakini inategemea na mtu halisi ambaye anafuata. Sister Moses Inyasi Silayo, nikupe nafasi kuzungumzia hili kwa sababu bila shaka linakuhusu. Unadhani haya mageuzi ambayo yanatoa nafasi kubwa zaidi kwa wanawake katika kanisa Katoliki ni kitu ambacho kinapaswa kuendelezwa hata na yule ambaye atarithi? Ni unge mkono kama alivyoelezea Padre hapo kwamba kwa kweli wanawake wakipewa nafasi wanaweza kufanya, na kama alivyosema Baba Mtakatifu daima alikuwa anajikita katika usawa, haki na amani. Naamini kwamba endapo kama hili litaendelezwa, basi linaweza likaleta mageuzi makubwa sana kwa kanisa na duniani. Tukielekea mwishoni kabisa, napenda kutoa nafasi kwa kila mshiriki kutoa rai yake kwa yale mageuzi ambayo
ni urithi wa Papa Francis ambayo yameweka alama katika kanisa wakati wa uongozi wake, na ambayo pengine angependa anayefuata ayazingatie. Nianze nawe Padri Songa Mweni Musimbi Valentin. Tunashukuru kwa yote Mtakatifu Baba Francisco amefanya, na tunatumaini ya kama yule atakaye mgomboa, atakayeendelesha kuongoza Eklezia ya Mungu ya Kikatolika, akiendelea kuonesha kama mabadiliko alileta ile ya kama kanisa letu ni umoja na kila mtu ana nafasi na anaweza kujitolea kwa kazi ya Mungu, akiendelesha ile kama vile mapadri, maaskofu, wa baba, wa mama, na zaidi kuwainua wa mama, tunatumaini kama itakuwa lengo nzuri. Vile vile mabadiliko ya Papa Francisco alileta ya kuonesha kama kiongozi ni mtumishi wa wote, anapasha kujishusha, kama vile watangulizi walisema, asikie harufu ya kondoo zake na anuke harufu ya kondoo zake. Ikiendelea itaonesha umoja katika Eklezia na upendo wa Mungu ulio popote. Asante sana. Zamu yako Padri Innocent Mikumalia. Mimi nahisi atakayefuata awe kweli ni baba mwenye huruma, lakini zaidi katika huruma hiyo awajali wote bila kuangalia sheria. Na tuwa mfano mfupi, juzi baada ya baba kufariki, kuna mtu aliojiwa, yeye ni mtu ambaye haamini, alisema yeye ni atheist, haamini kama kuna Mungu. Kwa hiyo akaambiwa, imekuaje sasa uamini Mungu lakini umekuja huku? Akasema, mimi nimekuja kumwaga huyu baba kwa sababu hata kama mimi simuamini Mungu, ila yale aliyoyafanya yanaonyesha utu na heshima ya mtu yeyote wa hali yoyote, anayeamini au asiamini. Kwa hiyo huo ni ushuhuda ambao ulivutia wengi sana, kwa hiyo amegusa wengi. Kwa hiyo atakayeingia akiwa ni mtu wa aina hiyo ya kuwafuata wote, basi itakuwa ni rahisi, japo kwa viatu vyake kuvivaa sio vyepesi. Hata mimi hilo limenigusa kabisa kabisa. Sister Moses, kauli yako. Kauli yangu na ombi langu pengine kwa atakayefuata baada ya Papa, ningeomba endelee kuleta mageuzi makubwa katika kanisa, na hasa kwa nafasi za juu za watawa katika kanisa. Wapate nafasi za juu katika kanisa, lakini zaidi kuangalia maslahi mapana ya watawa wa kanisa Katoliki. Asante sana. Basi nihitimishe na wewe Padre Chesco Msaga, kauli yako kuhusu urithi wa Papa ambao unadhani ni alama aliyoacha katika kanisa, na pengine ombi kwa mtu ambaye atachukua mikoba yake. Alama kubwa ambayo Baba Mtakatifu huyo ambaye tunamwomboleza hivi sasa ambaye ameiacha, kwanza alikuwa mtu wa watu. Ndio maana popote pale alipoenda, watoto, vijana, wazee, wote walijisikia nyumbani pamoja naye. Alikuwa ni mtu anayependa umoja, mshikamano, na alikuwa mtu mwenye upendo wa dhati. Alikuwa ni baba mwenye msamaha wa kweli. Alikuwa ni baba aliyependa mazingira, ndio maana alitoa hata ule waraka wake wa Laudato Si ambao unahamasisha jamii kulinda mazingira pamoja na viumbe vingine. Ni maombi yangu na ni misala yangu kwamba huyo baba atakayekuja mwingine ambaye Roho Mtakatifu atapenda aje na kulichunga hili kanisa, Roho Mtakatifu awaangaze, mpate mtu atakayekuwa na fadhila hizo na kuweza kuliongoza kanisa katika kufikia yale ambayo sisi sote tunatamani. Na shukuru sana wote mlioshiriki katika kipindi hiki. Kwa bahati mbaya muda hauturuhusu kuendelea. Mada leo ya maoni kwenye meza ya duara ilikuwa ni kuangalia urithi wa Papa Francis ambaye aliaga dunia Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, pamoja na alama ambazo ameziacha katika kanisa Katoliki, lakini pia katika ulimwengu mzima. Washiriki katika mjadala huu leo tulikuwa naye Sister Moses Inyasi Silayo, ameshiriki na sisi kutokea kule Moshi kaskazini mwa Tanzania. Pia tulikuwa na Padre Innocent Mikumalia, ameshiriki kutokea Roma nchini Italia. Tulikuwa pia na Padre Chesco Msaga, yeye alikuwa kutokea Kurasini pale jijini Dar es Salaam, na kutoka mjini Kinshasa amejiunga nasi Padre Songa Mweni Musimbi Valentin. Wote kwa pamoja na washukuru sana kwa kushiriki na kwa mchango wenu katika mjadala huu.
Asante sana. Na kushukuru pia wewe msikilizaji uliotegea sikio kipindi hiki tangu mwanzo hadi mwisho. Mwenyekiti wa mjadala huu alikuwa ni mimi Daniel Gakuba nikiwa hapa mjini Bonn. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Baba Mtakatifu Papa Francis, Mungu amweke mahali pema peponi. Asanteni.